Umesoma hadi form ngapi? Mimi sema kweli mimi shule sijasoma. Hujasoma? Mbona hujiamini sana? Unafanya kazi gani huko? Huko nafanya kazi ya kuuza uji. Basi. Wewe mwenyewe tu? Na wenzangu. Okay, mtaji wa nani? Wa bosi. Bosi? Anakulipa shilingi ngapi? Kwa siku ananilipa 5,000. 5,000. Kwa hiyo unapata 1,500,000. Nikikupa kazi ambayo unaweza ngakupa zaidi ya 1,500,000, unaweza kuacha kazi ulionayo? Siwezi. Kwa nini? Naridhika na kitu ambacho ninachopata. Unaridhika? Kwa hiyo mtu akija na ofa ya 200,000 ili uache kazi unapofanya, unaweza kuacha? Siwezi kuacha. Why? Mimi na utafutie kazi ambayo unapata 1,300,000. Yaani unaambiwa hivi, ridhika na unachokipata. Hata kikiwa kidogo. Mimi nataka nikupe kazi ambayo utapata shilingi 300,000 kwa mwezi instead of 1,150,000. Mimi nimeridhika na kazi yangu ambayo ninayoifanya. Wewe unataka malengo yako ni yapi kwenye kazi yako? Malengo yako ni yapi? Malengo yangu mimi nataka nijenge nyumba, nianzishe msingi wa nyumba, kisha nijenge. Sasa kwa 1,500,000 unadhani lini utafikia malengo yako? Umejipa muda gani? Kama miezi 4 tu. Hiyo 1,500,000 unapoitumia inabaki kiasi gani ambao unaweka akiba? Nayotumia shilingi 10,000 tu. Katika hiyo 1,500,000? Kwani unaishi kwa bosi? Naishi kwa bosi na kwa bosi. Okay, wewe una umri gani? Na miaka 22. Sasa unadhani hiyo hela itatosha kuna nini? Kwa sababu kwa 1,100,000, 40,000 kwa miezi 10 ni 1,400,000. Kwa ndani ya miaka 4 ndo unategemea ndo utaweka hiyo pesa, si ndio? Alafu ndo utajenga nyumba yako. Baada ya hapo ukishajenga na enjoy tu. Una mpenzi? Naye. Unaye? Hebu mwambie kwamba wewe ni wangu peke yangu, sina mwingine zaidi yako, ila umwambie kwa Kiingereza. Please, kama sijasoma shule. Hujasoma? Jamani, kwani Kiingereza lazima usome? Si ni lugha tu. Mbona ndo? Niambie ulimpataje mpenzi wako? Mimi. Nilimpata kutokana na maisha fulani hivi ambayo nilikuwa nayapitia mimi. Ndio nikampata yeye. Maisha gani ilikuwaje? Tuambie ilikuwaje mpaka mimi. Mume wangu alifariki, mume wangu alionioa mimi wa kwanza. Ulishaikuelewa? Akafariki bahati mbaya. Kisha nikawa na mtoto mmoja. Ukweli nikakaa miezi 6 baadaye nikaondoka. Nikaenda kupanga. Nilipopanga kisha baadaye ndo akanipata yeye, akanihudumia mwanangu, akanihudumia pia na mie. Tukaendelea kuishi, mwisho wa siku wa ukweli akamchukua mtoto. Mimi nikabaki naye. Ndio tukaendelea tu hivyo. Kwa hiyo hamjaoana bado? Ndio tunategemea. Tunategemea kwa mwaka unaokuja. Ndio mtafunga ndoa. Sababu gani nakufanya umwamini zaidi? Nampenda, ndio maana namwamini. Nampenda. Naomba muwe na bahati mpate mtoto, sawa? Ila muone kabla ya kupata mtoto. Sawa. Maana msifanye tu dhambi kwa sio vizuri. Unajua kuzini ni dhambi. Wewe ni dini gani? Sawa. Zina sio nzuri.